Tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 ndipo kiongozi wa wanawake wa Kiislamu nchini Burundi, Hajati Jane, ameendelea na ziara yake katika mkoa wa Burunga, ambapo ameungana na Waislamu wa Komine Nyanza katika shughuli mbalimbali zilizolenga kuimarisha umoja, mshikamano na ushirikiano ndani ya jamii ya Kiislamu. Shughuli za ziara hiyo zilianza tangu asubuhi hii ya leo, ambapo Hajati Jane pamoja na Waislamu wa eneo hilo walikusanyika katika shughuli ya usafi maarufu kama Rukogo Rusangi. Wananchi mbalimbali wakiwemo wanawake, vijana na viongozi wa dini walijitokeza kushiriki katika shughuli hiyo iliyofanyika kwa hali ya mshikamano na mapenzi mema. Tukio hilo pia lilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na viongozi wa kijamii walioonyesha kuunga mkono juhudi za kuimarisha umoja na maendeleo ya jamii kupitia ushirikiano baina ya wananchi. Furaha kwetu sisi viongozi wa mkoa huyu kuona ujio wake ulikuwa ni mzuri zaidi kwa kazi tofauti ambazo alizozifanya katika mkoa wetu huyu. Ni kwamba kiongozi wetu aliweza kushiriki kazi za Bikogwa Rusangi, yani kazi za usafi kama gisi serikali yetu inatuamrisha na inatuambia tu tunafanya usafi, na sisi tukawa tayari kuwa tumeshirikiana na serikali yetu kwa kufanya usafi huyo. Baada ya hapo tumeweza kufika kwenye makaburi ya Waislamu ili kuangalia ni gisi gani makaburi yanavyoendelea. Tulipata hamasa kubwa sana kwamba makaburi hayo ya Waislamu yadhibitiwe vizuri, na hilo jambo kina mama wamelipokea vizuri. Baada ya hapo tumeweza kujielekeza kwenye ukumbi ili kukaa pamoja na wakina mama wa Kiislamu wa Komine ya Nyanza. Kwa kweli kiongozi wetu ameweza kuongea na wakina mama kuhusikana na masuala yaliyokuwa mengi, kwanza mshikamano, mmoja na maendeleo. Kaweza kugusia mambo mengi kuhusikana na elimu, kahimiliza wa mama twende tukawasomeshe watoto wetu ili waweze kupata elimu ya dini na ya dunia, kwa kuwa ndio maendeleo ya vijana wetu aidha wasichana wetu. Ni kwamba hakumalizia hapo. Kiongozi wetu ameweza pia kufika kwenye hospitali kuu ya serikali hapa Komine ya Nyanza kwa kuweza kuwatembelea wagonjwa tofauti, wakiwemo wazazi ambao wamezaa watoto, wagonjwa ambao wanaumwa magonjwa tofauti. Ameweza kuwatembelea na kuachia kitu kidogo kama sabuni kwa kufanya usafi wa wagonjwa hao, na akamalizia kwa dua, na pia na wagonjwa wameshukuru sana. Hanyuma natwe turashimye kubona bene data baje guturaba turi mu bitaro. Hariho benshi batishoboye, hariho benshi bavuga ati Imana yaduhevye turi twege nyene, ariko turaronse abavukanyi baradufashe mu bitugu, baduhaye ico bagenewe kuduha. Igikuru sako gasabuni baduhaye, igikuru batweretse yuko urukundo runini ya cyane, amasengesho basenga ko yari kumwe natwe. Nukuri turabashimiye gosi, Imana ibahezagire. Kama kiongozi mkuu wa hospitali Nyanzarake, nasema nashukuru sana wandugu zetu mliotukumbuka kututembelea siku ya leo. Tunashukuru sana kwa zawadi, sitasema ndogo, nitasema zawadi kubwa. Kubwa kivipi? Ajili nikirudia nyuma, hospitali kitu cha kwanza ni usafi na hospitali. Na hapo hospitali yetu hivi tuko na juhudi tunapiganisha, cha kwanza ni usafi. Na mwe umetukumbuka kwa zawadi kwa kusafisha hospitali na wagonjwa mkawapa, na mnaona gisi wamefurahi. Inshallah tunashukuru sana, na siku nyingine
karibuni, na maombi yetu yote tumewafahamisha, tumeongea na wagonjwa. Karibuni sana kwa mara nyingine. Ziara hiyo imeacha faraja na matumaini kwa wananchi wa Komine Nyanza, huku wengi wakieleza kufurahishwa na ujumbe wa amani, umoja na mshikamano uliotolewa katika shughuli hiyo. Mimi naitwa Ibrahim Ramadhan na hii ni Bambara TV, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.